Sehemu ya pili inaendelea. Ufafanuzi juu ya somo langu, kwa nini Wasabato hawaiasi Torati? Kwa nini Wasabato hawaishi kwa kuifuata sheria ya Musa, japokuwa wanaihubiri sheria ya Musa lakini hawaitendi? Ndio tuangalie. Je, ule unyambuzi wao kwenye maandiko kimoja kimoja, je, hawajalaniwa au wamelaniwa? Kwa sababu nimeshatoa kwamba amri 10 zile hawazitendi na hawajui kazi zake, utendaji wake wa kazi ni nini, hawajui utendaji wake wa kazi. Na ukija kuangalia pale, wanaruka vitabu, wanachukua hichi wanaacha, wanachukua hichi wanaacha. Je, ile ndio Torati inatakiwa isomwe vile? Maana wale sio Wayahudi. Haya, tuendelee kwenye ile Warumi 2:17. Lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati, wao sio Wayahudi kwanza, na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati na kujua ya kuwa wewe mwenyewe kiongozi wa vipofu. Kwa hiyo mtu anayetegemea Torati na kufundisha Torati, yeye ni kiongozi wa nini? Wa vipofu, mwanga wa walio gizani. Anayefundisha Torati ni mwanga wa walio gizani, mkufunzi wa wajinga. Mtu anayefundisha Torati ni mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga. Watoto wachanga ni hawajui chochote, wajui, hawana akili yoyote, kwa sababu akili yao bado haijakomaa, haijakuwa. Wanaofundisha Torati ni walimu wa nini? Wa watoto wachanga. Kwa hiyo wewe Jagwa, mimi sio mtoto mchanga, najua kabisa kwamba nikifuata Torati, usizini, wakati kwenye Agano Jipya imeniambia nisizini. Kule kwenye Torati natakiwa hukumiwe, 2 watatu akikushuhudia natakiwa uwawe, na hiyo sheria haijawahi kuvunjika, ipo, inafanya kazi. Kwa hiyo mimi nasema kabisa Torati inafanya kazi. Wanaoifanya Torati wapo Wayahudi, lakini na wenyewe hawaitimizi, ndio maana waliivunja. Je, wakina Jagwa wanaoitetea Torati wao wataiweza kama Wayahudi walishindwa? Maana ipo, inafanya kazi. Kwa anayetaka kuishi kwenye Torati ataishi kwenye Torati, lakini wao Sabato wanaishi kwenye Torati. Kuuliza swali wanakuja kujitetea kwenye Agano Jipya. Hivi inakuja kweli? Kwenye Torati, mtu anayefuata Torati muulize swali aje kujitetea kwenye Agano Jipya. Vitu vya ajabu. Jagwa na Sylvester, hebu badilikeni. Acheni kutetea sheria yenu mnayosema mnayotetea Torati ifanye kazi. Hebu ongeeni hadharani basi, teteeni hiyo Torati, uone kama watu hawashangai. Watu watawashangaa. Hubirini sheria ya Musa lazima ifuatwe, lazima watu wasome Torati. Watakushangaa hata Wakristo wenyewe ambao wako na muungano na nyewe watashtuka. Sasa ambao wenzetu ambao jamaa wanajiita Wasabato, wanajiita Wakristo, sio wenzetu Inakuwaje wahubirie watu wafuate sheria wakati tuko katika neema katika Yesu Kristo? Tuko katika ukombozi, alitukomboa. Hatuishi tena kwa sheria yoyote. Chochote mtu anachokuambia kwamba siku fulani lazima kitu fulani kifanyike, hiyo ni sheria. Haya, tunaendelea. Walimu kwenye Warumi 2:20. Mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga. Watu rudia kabisa 17. Lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe kiongozi wa vipofu, mwanga wa walio gizani, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukae sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifue katika Torati, wamvunjia Mungu mstari wa 23. Wewe ujisifue katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati. Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa, kwa maana kutahiriwa kafaa kama kutahiriwa. 25. Kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria, kama ukiwa unaifuata Torati. Lakini ukiwa mvunjaji wa sheria, kutahiriwa kwako kumekuwa sio kutahiriwa. Basi ikiwa yeye asiyetahiriwa atahukumu ulimwengu, wewe unaifuata Torati utakuwaje? Ninachokihubiri mimi ambacho nasemaga kwamba mnachonituhumu mimi kwamba mimi ni muongo, siitetee kwamba naivunja sheria. Hapa ninaposoma haya maandiko naivunja sheria. Hapa naidhibitisha sheria kwamba watu wanaoifuata sheria natakuwa waifuate kama ilivyoandikwa, kama inavyotaka. Hapa inasema wewe kama unaihubiri sheria na hujatahiriwa, unaishika Torati ya nini? Wewe ambao unafundisha wengine, hujifundishi mwenyewe. Tunajua kwenye sheria hukumu ya kuiba ni nini? Tunajua kwenye sheria mtu akizini hukumu yake ni nini? Haijawahi kuvunjika. Kama mtu akizini usipomuua huyo mtu, sheria ya Musa imevunjika, haijavunjika? Kama mtu akipigana na mtu akaiba kitu cha mtu, usipomuua yule mtu, ile sheria ya Musa imevunjika, haijavunjika? Imevunjika.
kwa sababu hukumu zake zipo, kwamba mtu afanyie kitu hichi hukumu yake ni hii. Lakini kama kile kitu hakifanyiki, ni kwamba imevunjika, na kama imevunjika ndio utakuwa uje kwa Yesu kwamba zile sheria zipo, zimehamishiwa kwenye moyo, sio kwenye matendo. Kwenye moyo zilipohamishwa, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo watu ulisi uzima wa milele, sio kumuua wala sio kumhukumu. Kwa hiyo mimi unapokuwa nasema kwamba torati ya Musa imevunjika, hakuna anayeweza kuitenda, huwa tunadhibitisha kwamba imefanyaje, imevunjika, kwa sababu hakuna anayeweza kuitenda wala kuiishi torati ya Musa. Haya, ya mwisho tunakuja hapo kwenye Warumi 14. Warumi 14 naitoaga sana mara nyingi, inasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Sasa wakina Jago wanaishi kwenye torati jamani? Wakina Silvester au Sabato wanaishi kwa kuifuata torati? Sio wanaishi kwa kuifuata torati, maana maneno mengi wanahubiri injili ya Yesu Kristo. Hapo wanahubiri habari za Musa. Ni mchanganyiko, vitu viwili vimeingia kwenye imani moja. Yaani wamechukua sheria, watu waishi kwa sheria, halafu wamechukua imani katika Yesu Kristo, Yesu ambaye ndio sabato ya kweli. Na tunaposema sabato Yesu aliivunja. Yaani katika Yesu Kristo hatuna sabato, hamna hicho kitu kinachoitwa sabato. Kwa sababu Yesu alisema mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato. Kwa hiyo sabato yetu sisi ni Yesu. Mtu yeyote ambaye na Yesu ndio sabato ya kweli. Mtu yote anayemwamini Yesu ambaye ni Mkristo, hiyo ndio sabato. Sio sabato ile ya Jumamosi ya kutokula, kutokufanyaje, kwa sababu hakuna anayeweza kuitimiza ile sabato. Hakuna anayeweza kuitimiza ile sabato. Ili sasa tuangalie hawa akina Jagwa, hawa akina Silvester, hawa akina Jagwa. Ukisoma kwenye Kutoka 35, Musa kaukutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia, maneno leo ni usia Bwana ni haya kwamba myafanye. Je, nyie wa sabato mnayafanya? Ili muwe hamjalaniwa, ili muwe hamuivunji sheria ya Musa, ili sheria ya Musa isimame isije kavunjwa. Fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu, ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Tumeona wasabato wa leo, ukienda kwenye vibango vyao walivyoviandika pale na zile nembo zao na misaraba yao, masanamu yao, wamekuambia Jumatano tuna ibada hii, Jumatatu tuna ibada hii, Jumamosi tutakuwa tuna ibada hii. Yaani maagizo hii sheria ya sabato, mbona hawajui hata matumizi yake? Na naposema wasabato hawajui matumizi hata ya sabato yenyewe. Ndio hicho unachokiona. Kile unachokifanya Jumamosi na kile unachokifanya Jumatano kina utofauti. Kile unachokifanya Jumamosi na vile unavyofanya Jumatatu katikati ya wiki vina utofauti. Sasa vina utofauti wote. Kwa hiyo imevunjwa, haifanyi kazi. Bora heri yao wamhubiri Yesu Kristo. Haya, inasema hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya sabato. Hii amri inafanya kazi au imevunjwa? Na mtu atakayewasha moto atakuwa afanyaje? Atakuwa uawe. Kwa mtu anayefuata sheria, mtu anayefuata torati ya Musa akiwasha moto siku ya Jumamosi natakiwa uawe. Kama hauawi, hiyo sheria imevunjwa, haijavunjwa? Imevunjwa, kwa haifanyi kazi torati. Torati haifanyi kazi mahali popote ulimwenguni. Ilishavunjwa kwa sababu wazee wa zamani walishindwa. Ndio maana ngoja nitoe mstari wa mwisho jamani. Kwa majibu ya Jagwa na Silvester, nitoe majibu ya mwisho hapa kwenye kitabu cha Yeremia 31:31. Yeremia 31:31. Nitoe mstari mmoja tu unaofanana. 31:31 inasema 31:31 inasema Yeremia 31:31, angalia siku zinakuja, sema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambapo agano langu hilo walilivunja ingawa nilikuwa mume kwao. 31, angalia siku zinakuja nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambapo agano langu hilo walilivunja. Kwa Wayahudi walilivunja lile agano torati. Leo wamekuja wasabato wanasema sisi tunaliweza. Jamani, si vitu vya ajabu hivyo? Myahudi ameshindwa, leo msabato leo imeanzisha sabato leo anzishwa baada ya Yesu kuondoka miaka 1900 na kitu. Sabato inaanzishwa, wao wanasema torati wanaiweza. Kwa haya maandiko yamevunjika na hawayaoni kwamba atafanya agano jipya. Lile agano walilivunja.
Hakuna aliyewahi kudumu. Ukija kwenye Agano Jipya pia ile andiko tunalipata kwenye Waebrania 8:9. Na huyu Jagwa ananiambia mimi nakalili vifungu. Mimi sio msabato. Ningekalilishwa vifungu, ningeona pale palipoandikwa kwenye Agano Jipya amri nikahalalisha kama mnavyohalalisha nyie. Ukisikia tu amri unaambia ndio zile amri 10. Hebu fikiria. Amri zake sio ngumu. Halafu nasema amri zake ndio zile zilizoandikwa kwenye jamani. Wamepungukiwa sana maarifa ya watu. Angalia hapa Waebrania 8:6 inasema Waebrania 8:6, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri lilivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Maana kama lile la kwanza lingekuwa halina upungufu, nafasi lisingelifutwa kwa lile la pili. Sasa lile lililofutwa ndio Wasabato wananing'ang'ania, na haya maandiko wanakalia kuyapinga kila siku wanapinga. Maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono yao ili niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Sasa watu ambao walivunja agano wa Yahudi na akasema analeta agano jipya, leo Wasabato wamejitokeza wanalirudisha tena ile agano kwamba sisi tunaliweza. Hivi kweli tukiangalia Wasabato wanaiweza agano la kale? Kwa kuangalia Wasabato wanaiweza agano la kale, na makanisa mengine pia wanaliendelea ili tena wanaendelea kulisoma ili agano. Wanaliweza, hizi dini zinaliweza ili agano? Maana konki wao ni Msabato, ndo anayelitetea sana ili agano la kale, wakati maandiko yanasema halitakuwa kama lile, kwa sababu walilivunja. Leo wamejitokeza Msabato anasema mimi naitetea na naiweza. Wewe unaikataa, wewe umelaaniwa. Sasa haya maandiko wanayasoma kweli haya? Ukisoma katika mstari wa mwisho hii kwenye 13:12, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kile kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa karibu na kutoweka, ili usamehewe dhambi zako zote, inatakiwa uisahau agano la kale, uitoe agano la kale. Leo wanafanya hivyo hao Wasabato? Wanafanya hivyo? Hawafanyi hivyo. Ngoja tusome kabisa kama mwisho jamani, katika Wakorintho wa pili 3 mstari wa 10 inasema, maana Wakorintho wa pili 3:10, maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa hiyo agano jipya lina utukufu zaidi kuliko la agano la kale, lakini bado watu wanang'ang'ana kitu ambacho kina utukufu. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika, ikiwa ile inayofutika, inayoondoka ilikuwa ina utukufu zaidi sana, ile ikaayo ina utukufu, basi kwa kuwa mnataraja la namna hii, tuwatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji wake juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile ilikuwa ikibatilika, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, leo uhitaji wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Kwa wale wote wanaosomewa agano la kale, watakapo yaachana na ile mafundisho ya agano la kale, ile dhambi na ule giza ulionayo itaondoka, watabaki huru katika Yesu Kristo. Katika mstari wa ngapi? Wa 14, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, uhitaji huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa, nyie mnaofuata torati, nyie Jagwa, Silvester na Wasabato na watu wengine, mstari wa 15 unasema, ila hata leo torati ya Musa isomwapo, ule uhitaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule uhitaji huondolewa. Kwa hiyo tunawakaribisha katika Yesu Kristo. Wakati wowote mtakapomgeukia Bwana Yesu, ile uhitaji wenu, furaha yenu itafunguliwa. Lakini mmefungwa na mmedanganywa, mmeendelea kudanganyika. Biblia haisomi kisabato. Biblia inasoma kikristo, ili watu wanaomwamini Yesu Kristo wapate uondoleo la dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo ndio top. Kwa sababu Yesu aliwaambia hata wanafunzi wake, aliwafundisha pale, nimewapa mamlaka juu ya kila kiumbe. Katika ile Luka 10:17,
wala tazama nimewapa amri, hakuna kitu nimewapa mamlaka, hakuna kitu kitakachowazuru ninyi. Sasa kama Yesu ameshatupa mamlaka kwa jina lake, ni yupi ambaye atakuja na sheria zake? Ni yupi atakuwa juu yetu? Hakuna aliye juu yetu sisi katika Yesu Kristo. Ni mwalimu wa Biblia. Wao wa Sabato waangalie, wajifunze zaidi Biblia, waokoke, waache kuitegemea Torati. Wanaendelea kuivunja Torati, wanaendelea kuiasi. Ni wazinzi, wanazaliana huko, hamna sheria, yote inachukulia. Kwa sababu kile kitabu unachokisoma wewe, unatakiwa mfundishe mtu, bwana, mtu akifanya kosa hili hukumu yake ni hii, ili akae kielewa na akae akijua kabisa yeye yuko upande gani. Kwa sababu katika Torati hakuna kunyambua maandiko kufanya hiki na hiki kukiacha. Katika Ukristo pia hakuna kuchagua andiko moja hili unalikubali au unaliacha. Ndio maana kuna anguko la makanisa, ndio maana matapeli ni wengi katika Yesu Kristo. Hakuna makanisa ya ukweli kwa sasa, hakuna dini ya ukweli. Wote ni watafuta pesa, wote ni wataathisi. Hebu fikiria, leo mpaka Wasabato wanafungua mahospitali, wanafungua mabweni, wanafungua mashule. Na wenyewe ni taasisi. Tangu lini Wayahudi wakafanya biashara hiyo? Tangu lini dini ya dhehebu la Musa aliyoanzisha yeye ikawa na vitu hivyo? Jamani, tubadilike katika Yesu Kristo. Yesu Kristo sio biashara, Yesu Kristo sio taasisi, Yesu Kristo ni amani. Wa Kristo ni wamoja. Wasabato wao ni wamoja kwenye dini yao, Wakatoliki ni wamoja kwenye imani yao, Walutheran ni wamoja katika imani yao, lakini sisi wa Kristo ni wamoja katika imani zetu. Maana sisi hatuchukui mapokeo yoyote kwa mtu yoyote, hatuabudu mapokeo. Onya kabisa au anayefundisha mapokeo kwenye dini ya Yesu Kristo, kwenye imani ya Yesu Kristo. Sisi wa Kristo tuna nia moja, tuna Bwana mmoja, imani moja, roho moja, Bwana mmoja. Hatuna mapendeleo. Mimi siwezi kuandika kitu changu na kuwafundisha watu. Jamani, niandike kitabu badala ya kuwafundisha watu wa Biblia waiamini, waamini Yesu Kristo. Ni wape mimi ni Mungu. Mimi ni Yesu ninayekuja kuambia watu wasome hivyo vitabu. Hicho kitabu utakachowafundisha wewe waumini wako hapa Tanzania. Wale wa Marekani wenye dini yako, mbona hicho kitabu hawana? Mbona hawajapewa? Hao walio Kenya, hicho kitabu chako mbona hawana? Huoni kama mnavuruga watu nyie, mnawachanganya watu? Biblia isome kama ilivyo. Ukiongeza mantiki yako na haribu. Ndio maana watu wanashindwa kuielewa Biblia. Hata wanaposomewa hawaiamini kwa sababu mnawaingizia vitu vyenu. Mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph. Tuache mapokeo, tusome Biblia ya kweli, tupate uzima milele. Soma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, utaelewa kwa nini Yesu alikuja. Vile vitu vilikuwa ni vigumu, vilishindwa kufanyika na wao walivishindwa, ndio maana ikaja kulainishwa. Ile amri za kwenye mikono zote zikaletwa kwenye moyo, ambao kwenye Agano Jipya zipo. Hakuna kilichopungukiwa kwenye Agano Jipya. Asanteni na washukuru.